na uzalishaji wa chumvi kupitia mkandarasi aitwaye DM Company Limited. Hadi kufikia mwezi Machi 2025, jumla ya maeneo 14 ya migodi midogo imepelekewa umeme, ambapo kati ya hayo maeneo matatu ni ya wachimbaji wa chumvi wanaopatikana katika eneo la Kitame, kata ya Makurunge, ambapo jumla ya wachimbaji 34 wanaopatikana katika maeneo hayo wamefikiwa na huduma ya umeme. Kazi ya kupeleka umeme kwa wachimbaji wa chumvi waliosalia itaendelea kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Twaha. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali na jitihada kubwa zilizokuwa zimefanyika katika kuweza kupeleka umeme kwa wachimbaji wa migodi wale wadogo. Swali, je, serikali ina mkakati gani wa kuweza kupeleka umeme kwenye kile kitongoji cha Kitame ili sasa wananchi wale waweze kunufaika katika nyumba zao? Lakini hoja ya pili, Mheshimiwa Naibu Spika, zaidi ya shilingi bilioni 3.8 zimetumika pale katika jimbo la Kibiti kupeleka umeme katika zile kata za Deta, kata Kiongoroni, Mbochi, Mapaloni na Msala. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kibiti, nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri tufikishie salamu zetu na pongezi kwa Mheshimiwa Rais ili alivyoweza kufanikisha ndoto za wana Kibiti wanaoishi katika maeneo ya Deta ya kuweza kupata umeme. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Katika eneo hili la Kitame tunayo miradi ya vitongoji ambayo inafuata, na nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba wananchi wa kitongoji hiki na wenyewe watanufaika na huduma hiyo ya umeme. Tunapokea salamu za Mheshimiwa mbunge. Kwa kweli ni pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa inayofanyika katika sekta ya nishati ambayo inasimamiwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Mama Sita. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kama kituo cha kupozea umeme kilichoko eneo la Uhuru wilaya ya Urambo kimekamilika, je, ni lini kitazinduliwa rasmi? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Ni kweli tarehe 26 mwezi wa 3 tuliwasha kituo cha kupoza umeme cha Uhuru Substation, na kwa sasa hivi wananchi wananufaika kupitia fida ambazo tumezipeleka katika maeneo ya Kaliua pamoja na Urambo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu amesikia ombi la Mheshimiwa mbunge, na kwa hiyo nina uhakika tutaweza kulichakata na kulifanyia kazi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Senga. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Lini mchakato wa umeme katika vitongoji 15 utaanza, ukizingatia katika jimbo la Kilombero kumekuwa kuna uhaba mkubwa sana wa umeme katika kata ya Michenga, vitongoji vya Tupendane na Upendo? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mkandarasi wa kupeleka umeme katika vitongoji 15 katika jimbo la Mheshimiwa mbunge ameshapatikana na ameshaanza kazi katika maeneo mengine. Tunamwendelea kumsisitiza mkandarasi aongeze magenge na aongeze nguvu ili kuweza kufikia majimbo mengine katika mkoa wa Morogoro. Kwa nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutaendelea kumsimamia mkandarasi huyu ambaye ameanza katika maeneo mengine kwa kadri ya maelekezo ya RCC ambayo walikuwa wamekubaliana, na baada ya hapo atafika kwenye jimbo la Mheshimiwa mbunge. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Dr. Chaya. Je, ni lini serikali itaanza utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji ya Udima na Mbwasa Manyoni? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Kilimo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.